Lakini kwa kweli natambua uwepo wa Sisters in Iman Foundation ambayo nimetaarifiwa kwamba mwenyekiti wake Dr. Salma Idi, ambaye kabla sijaenda mbali nataka nikupongeze sana. Manake hili jarida niloliona hapa leo ndio mambo yanayotakiwa yafanyike katika Uislamu. Unajua Mwenyezi Mungu kama asingetuachia Qur'ani, huenda leo dini hii isingekuwepo. Lakini kwa sababu tuna Qur'ani, kwa hiyo dini imeendelea kukumbukwa. Kwa na nyinyi mnapofanya mambo kama haya ya kudocument nini wakina mama na wasichana wa Kiislamu wanafanya kwa mafanikio makubwa, manake mnaacha kumbukumbu nzuri hata kama kesho hamtokuwepo, lakini watakao kuja badala yenu wasome na wakumbuke kwamba walikopo watu ambao waliufanya wanawake na usichana katika Uislamu usionekane ni vitu vya kubezwa. Maana leo lazima wajue. Kwa mfano dada yetu hapa, yeye ndio CEO wa Puma Energy. Sasa mnaweza kujua katika kampuni kubwa za mafuta Tanzania CEO wake ni mwanamke wa Kiislamu na dada yetu hapa. Unaweza kuona jinsi ambavyo thamani ya mwanamke ni kubwa katika maeneo haya. Kwa hiyo nataka nikupongeze sana mwenyekiti kwa kufanya jambo hili, lakini pia nikitambua uwepo wa wawakilishi wa Muslim Boss Network, wawakilishi toka serikali na taasisi binafsi mliopo, wanawake ambao ni mashujaa wetu leo Tanzania. Maana Sheikh Walidi, nchi leo mwanamke ndio shujaa. Sasa leta jeuri yako uone pale kama msikiti hujafungwa. Sasa hapo tutakapojua mtiti wake. Kwa hiyo jambo la kumshukuru sana Mwenyezi Mungu, lakini kwa kweli maneno mengi nitakayoyasema hapa kwa kweli ni kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa uwepo wa kina mama katika Tanzania. Mimi Ridwani nilipata nafasi ya kuwa mbunge mara ya kwanza mwaka 2014. Bwana Jakaya Kikwete akiwa 2013, Bwana Jakaya Kikwete akiwa rais. Pamoja na kwamba mimi mwanae kuniteua. Akaja Bwana Magufuli. Pamoja na kwamba mimi mtani wake hakuniteua. Lakini mama huyu amenipa nafasi. Hata leo naamini kasa ndugu zangu hapa wamenialika pamoja na mengineyo mengi, ni hizi nafasi pia tulizonazo. Kwa hiyo mnaweza kuona kwamba hata mimi binafsi yangu pamoja na kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa mazazi ya Bi Aziza, lakini kwa kweli namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kuniwekea katika kipindi hiki nikiwa nina nguvu chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa kweli ni jambo la kumshukuru sana Mwenyezi Mungu. Kwa heshima kubwa, kwanza naomba tumie nafasi hii viongozi wangu, dada zangu, mama zangu mliopo katika hadhara hii, kushukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia kupata afya njema, lakini pili kuweza kushiriki iftari hii adhimu ambayo imeandaliwa na dada zetu katika imani. Kwa kweli ni jambo la kumshukuru sana Mwenyezi Mungu, na mimi binafsi yangu kwa niaba ya wengineo wote nataka nikushukuruni sana kwa iftari hii. Tulikuwa tuna uwezo wa kukaa huko vijiweni kwetu au nyumbani tukapata iftari, lakini kwa kweli nyinyi mlivyotuita kupata iftari pamoja na nyinyi mmetoa sababu nyingine na mmeongeza mafuta katika mwili ya kufanya tukienda kwenye tarawih mambo yawe mazuri zaidi. Kwa kweli tunakushukuruni sana. Lakini baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nataka kutumia nafasi hii kuwapongezeni sana kwa shughuli hii. Nimejulishwa kwamba hii sasa ni awamu ya 4 ya shughuli hii ambayo imekuwa imeanza miaka 4 iliyopita. Mimi kwangu ni furaha kubwa sana kuona wakina mama wa Kiislamu mnafanya jambo kubwa kama hili. Jambo hili mara nyingi tumezoea kuona watu wakisherekea birthday na mambo mengineyo, lakini nyinyi mnasherekea katika kutoa rehema Mwenyezi Mungu alizokujalieni ili kuwasaidia wale wenye mahitaji. Na nimefurahi sana kwa sababu mmetualika leo pamoja na mambo mengineyo mengi, lakini mnataka kidogo pia tuchangie ili kuwawezesha ndugu zetu nadhani wa Upendo Orphanage Center ili nao wapate raha kama ambazo tunapata sisi. Kwa kweli Mwenyezi Mungu anatukumbusha kwamba ni muhimu sana kwa kile kidogo anachokupa na wewe ukawapatia wenzako, kwa sababu heri za Mwenyezi Mungu hazishuki kama inavyoshuka mvua. Heri ya Mwenyezi Mungu pia zinapita katika mikono ya waja wake, na katika eneo hili kwa kweli ni sisi ambao leo hii nitafurahi sana kukiona kwamba tunachokichangia hapa leo hii kinakuwa kikubwa, kinachokwenda kupeleka faraja kwa vijana wetu
au wanetu au ndugu zetu katika imani. Ndugu washiriki wa eneo hili, nimetaarifiwa pia kabla sijaja hapa, mlipata nafasi za kufanya mijadala mbalimbali, kupitishwa katika hoja mbalimbali, lakini pili kupata nafasi ya kupeana maarifa ili muweze kuona jinsi gani mambo yanavyokwenda, ikiwa pamoja na kuangalia kwa mfano kwa upande wa corporate world jinsi gani watu wananeemeka na fursa zilizopo, lakini pia kuendelea kukumbushana msingi mzuri wa kwa nini nyinyi mpo katika Tanzania na nini ambacho kinaendelea katika maisha yetu. Nimefurahi katika moja jambo kubwa ambalo limefanyika mchana wa leo ni kutoa fursa kwa wenzangu wa NSSF kutoa maelezo machache juu ya mradi mkubwa ambao tunaufanya sasa, ambao mradi huo watu wafaidikaji wakubwa au kundi kubwa ambalo linakwenda kufaidika la kwanza ni kundi la kina mama wajasiriamali. Natambua, na kwa sababu wengi tuliopo ndani tunafahamiana, unafahamu kwamba katika Dar es Salaam hii wasichana wengi au wanawake wengi wa Kiislamu wanashughulisha na shughuli mbalimbali. Wamekuwa wanafanya mambo mengi makubwa. Wamekuwa wengine wanafanya biashara za nguo kama shemeji yangu Irada hapa, lakini pia wengine kama hao wanaotoa huduma za kutibia watu. Kila mmoja amekuwa anafanya jambo lake. Lakini mwisho wa siku wanawake hawa hawana garantii ya kesho yao itakuwaje. Kwa maana wakati mwingine tunajisahau kwamba nguvu ni jambo la kuisha. Na nguvu ikiisha manake unafika sehemu sasa ya kutulia nyumbani, alafu unakuwa una uzee wako nao unakuwa na mashaka mengi sana. Lakini kupitia mfumo huu wa NSSF ambao umepata nafasi ya kupitishwa kidogo, unatoa nafasi ya wewe kujiwekea akiba yako. Akiba yako ndiyo ambayo inakuja kukusaidia huko tunapoenda mbele. Na bahati nzuri katika mafao haya sasa, ninavyofahamu ni kwamba mafao haya yametengeneza sura nzuri, sio tu ile ya kwamba ukiumwa utakwenda hospitali, lakini pia hata maandalizi mazuri ya vijana wetu katika kesho yake. Mimi ninachoombeni katika hadhara hii, wasichana katika imani au madada katika imani, mujiunge kwa wingi katika mfuko huu. Mimi binafsi nimeona mazuri yake. Unachangia 30,000 tu kwa mwezi, lakini faida zake ni za mabilioni. Ukiumwa leo utapata matibabu, lakini ukiwa pia hata unataka kwa mfano kununua nyumba. Yani sasa hivi kama ni nyumba ya milioni 100 kwa mradi huu uliopo sasa hivi au kwa hii utaratibu mpya uliopo, shirika linakupatia nusu ya kiko kinachokitaka. Alafu wewe unaendelea kulipa taratibu, ikiwa ni faida kubwa sana unaipata wewe mwenye kujiunga katika hilo. Kwa mimi naamini kabisa tukijiunga kwa wingi ndivyo ambavyo mfuko huu utapata nguvu zaidi, na nyinyi mtapata nguvu pia, na mambo yatakwenda vizuri. Na katika haya yote ndugu zangu katika imani, tusione vaelea vimeundwa. Mimi binafsi nasimama hapa mbele yenu kumshukuru sana kwanza Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Yeye uongozi wake, maarifa yake ndio ambayo yalitupelekea sisi, mimi na wenzangu ndani ya NSSF, kujaribu kuona ni jinsi gani tunaweza tukajibu yale mawazo yake, maono yake, ili kuweza kumsaidia mtoto wa kike, hasa Waislamu wanaohangaika katika kutafuta riziki zao, ili waweze nao kuweza kushiriki mipango ya maendeleo katika nchi yetu. Tunamshukuru kwa sababu mara kwa mara amekuwa anaulizia, lakini mara kwa mara achoki kutuita na kutuuliza mmefika wapi. Binafsi leo ninaposimama hapa, tuko katika hatua za mwisho sasa, tunakwenda kwenye uzinduzi. Lakini uzinduzi ule mimi nitafurahi sana kama tutapata nafasi ya nyinyi nyote mliokopo ndani mje kushiriki. Na bahati nzuri uzinduzi wenyewe nataka tufanye hapa Dar es Salaam. Kwa hiyo hakuna nauli ya sijara. Maana ukisikia ni sijara unasema sasa tena jamani niache kufanya biashara zangu nianze kulipa sijara, alafu Dodoma nikifika napata taabu. Hapana. Taleta hapa Mungu akipenda ili nyinyi mpate kushiriki, lakini muone faida ambazo zinapatikana katika mfuko huo. Niombeeni sana mjiunge kwa wingi na mwende mkawaambie wenzenu wale ambao mnashirikiana nao katika biashara hizi, ili tuweze kuweka mazingira yetu na maisha yetu vizuri. Ndugu washiriki, madada katika imani, nimeelezwa na nimefahamishwa kuwa kauli mbiu ya mwaka huu inasema kura yake, sauti yake, wanawake wakiongoza kwa imani na dhamira. Kauli hii mbiu kwangu mimi imenipa nafasi ya kuwaza zaidi.
na kumtazama kiongozi wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kama naye anaishi katika kauli hii. Binafsi nimemtazama katika maeneo mengi, na naomba kwa ruksa yenu mniruhusu nitaje machache ambayo leo hii usiku nitatumia kama mfano ulio mzuri ili kuelezea umma juu ya dhamira yake. Mheshimiwa Rais alipoingia amekuta nchi ya Tanzania ikiwa imejaa wasiwasi, watu wakiwa wamekata tamaa, matumaini yakionekana kuwa yamefifia, lakini kuliko yote Watanzania wakitaka jibu juu ya kesho yao. Mheshimiwa Rais wakati anaingia katika awamu yake ya uongozi, akilihutubia bunge tarehe 22 mwezi wa 4 mwaka 2021, alieleza yafuatayo na naomba kumnukuu: katika kuleta umoja na mshikamano wa Tanzania ambao unaonekana kupotea, nataka nirudishe imani kwa watu kusameana, kurudisha uvumilivu kwa watu kutambua nchi yao, lakini pili, kuongoza mapambano ya kazi katika kauli mbiu ya kazi iendelee. Mimi binafsi yangu nikitafsiri kauli hiyo na kauli yenu mbiu ambayo mmeisema leo, kura yake sauti yake, mwanamke akiongoza kwa imani na dhamira, inathibitisha wazi kwamba mwanamke wa Kiislamu anaposimama akasimama mbele kama kiongozi, kwa hakika yote yanawezekana. Katika kipindi cha miaka 4 ya Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tumeshuhudia mafanikio makubwa sana, ikiwemo pamoja na kusaidia sana mwanamke wa Kitanzania aweze kuwa na sauti inayosikilizwa. Mwanamke wa Kitanzania amepata thamani yake. Mwanamke wa Kitanzania ameongoza kwa mfano, na hata leo hii dunia inaitambua nchi yetu kwa mafanikio yake. Leo hii tunaposimama, Tanzania imekuwa kinara wa amani, Tanzania imekuwa kinara wa upatanishi, lakini Tanzania imekuwa kinara wa maendeleo. Haya yote yanatokana na uongozi madhubuti na sahihi kabisa wa rais wetu Dr. Samia binti wa Bwana Hassan Suluhu, ambaye amefanya kazi kubwa sana. Na mimi binafsi yangu nataka kueleza kuwa katika uongozi wake wa serikali ya awamu ya 6 amejitahidi kuweka mazingira mazeshi kwa wanawake kushiriki kamilifu katika mchakato wa maamuzi, na tumeshuhudia ongezeko kubwa sana la wanawake katika ngazi za uamuzi na uongozi wa nchi yetu, sio tu katika eneo la uwakilishi, bali pia kutengeneza wanawake ambao ni majembe ya uhakika katika uamuzi na maendeleo ya nchi yetu. Leo tunapoongea, Tanzania inaweza kushuhudia kwamba nchi yetu imeendelea sana, lakini mafanikio yake yanaonekana. Maana yako mafanikio ambayo yanaweza kusimuliwa kwa mdomo, lakini pia yako mafanikio ambayo unaweza kugusa kwa vitendo. Wanawake wa Tanzania wamepata nafasi nyingi katika mabaraza ya madiwani, wabunge, na hata kwenye nafasi za waziri, makatibu wakuu ndani ya serikali yetu. Na hata sasa serikali kupitia mipango mbalimbali ya maendeleo imeweza kuwawezesha wanawake wajasiriamali na wale wanaojiwezesha katika mapambano ya maendeleo ili kufikia kilele cha maendeleo yao. Kabla sijamalizia, naomba mniruhusu nitoe baadhi ya mifano katika eneo hili. Serikali ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan imeendelea kusisitiza juu ya kugawana kwa 10% za kimaendeleo ndani ya halmashauri yetu, ambapo wanawake wamewezeshwa kupewa 4%, vijana 4% na walemavu 2%. Si kwamba nataka kuwatetea au kuwasemea vizuri, lakini ukweli serikali inaridhishwa na ushiriki wa wanawake na jinsi ambavyo marejesho yanafanyika kwa wakati na kwa wingi sana. Vijana wa Kitanzania wameendelea kuwa moja ya kundi ambalo marejesho yake yamekuwa magumu sana, lakini wakina mama wamekuwa mstari wa mbele, wanapokopa wanarejesha. Biashara zao zimeendelea kustahimili, biashara zao zimeendelea kustawi, lakini pia hata mabadiliko katika maisha yao yanaonekana. Haya yote ni matunda ya imani kubwa ya rais wetu ambaye ni mwanamke, ambaye anatoa fursa sawa kwa kila Mtanzania bila kujali jinsia, umri na hali yake. Hivyo basi, ni wajibu wetu kuhakikisha kuwa wanawake wa Kitanzania wanatumia vizuri fursa hizi kushiriki katika mchakato wa uchaguzi, wa kuwania nafasi za uongozi na kuwa sehemu ya maamuzi yanayoelekea kutafsiri mustakabali wa Tanzania ya kesho. Niwatie moyo, msione kuwa nafasi ni finyu,
lakini naamini wanawake mkijipanga vizuri kwa umoja wenu, tukitambua kwamba nyinyi jeshi kubwa, yote haya yanawezekana. Ndugu wanawake wa Tanzania na washiriki, serikali kupitia ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Vijana, Ajira na Wenye Ulemavu imeendelea kuweka mazingira mazuri ya kuwajengea wanawake uwezo wa kiuchumi na kijamii kupitia mifuko mbalimbali katika mifuko ya maendeleo kama ile ya vijana, mfuko wa maendeleo wa wanawake yani Women Development Fund, pamoja na kuwawezesha kiujuzi kupitia programu kama zile za TAKUKURU Jirani, TAKUKURU Klabu, mafunzo ya VETA ambayo yamekuwa chachu ya ujasiriamali na maendeleo ya ajira nchini. Tumeshuhudia wanawake wengi wakiibuka kuwa mabalozi wa mabadiliko kwa kutumia elimu na maarifa yao. Lakini pia pamoja tunakabiliwa na changamoto kubwa zikiwemo mila na desturi kandamizi, ukosefu wa mitaji kwa wanawake na vijana wajasiriamali, na elimu duni kuhusu haki za wanawake na ushiriki wao katika mchakato na maamuzi. Kwa muktadha huo, nataka kuwapongeza sana Sister in Imani Foundation kwa kuendelea kuwa sehemu ya suluhisho ya changamoto hizi. Mmeendelea kuwa jukwaa linalowezesha wanawake kujifunza, kushirikiana, kuongoza kwa misingi ya kiimani na uadilifu. Mmeonyesha mfano mzuri wa kuigwa wa wanawake viongozi wenye dhamira ya kweli. Tanzania tunahitaji viongozi na wasichana wenye maono kama nyinyi, walio tayari kutanguliza maslahi ya wananchi mbele kwa kuliko maslahi binafsi. Tunahitaji viongozi wanawake na wasichana na vijana watakaosimama kidete kupambana na changamoto za umaskini, ukosefu wa ajira, changamoto za mabadiliko ya tabia nchi. Tunaamini kuwa kwa kuwekeza kwa wanawake, tumewekeza kwenye familia, jamii na taifa kwa jumla. Kwa kuzingatia kauli mbiu yenu, naomba niwaagize wanawake wote, jitokezeni kujiandikisha kupiga kura. Pigeni kura viongozi mnaowaamini wanaweza kuwavusha. Kuweni wagombea wenye maono, wenye imani na wenye dhamira ya kuwatumikia wananchi kwa haki. Wanawake muwe mstari wa mbele katika kulinda amani na mshikamano wa taifa letu. Uchaguzi si vita, ni fursa ya kuchagua viongozi bora, na tujitahidi kuepuka lugha za uchochezi, fitna na mgawanyiko wa kijamii. Kwa kumalizia, naomba kusisitiza dhamira ya serikali kuendelea kushirikiana na mashirika yasiyo ya kiserikali kama Sister in Imani Foundation na wadau wengine katika kuhakikisha tunafikia maendeleo jumuishi. Niwahimize wanawake wa Tanzania na vijana kutumia ipasavyo fursa zinazotolewa na serikali yao, mashirika ya kiraia, taasisi za kitaifa na kimataifa kwa ustawi wa jamii yetu yote. Mimi kama waziri nipo tayari kushirikiana nanyi katika kuhakikisha kwamba wanawake na vijana wanainuliwa zaidi kiuchumi, kisiasa na kijamii. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Ramadhani karimu. Wa hadha, salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.